Agosti 18 leo ni siku ya pili tangu agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kutoa maagizo ndani ya siku 7 mabasi yote ambayo yanasafirisha abiria kutokea hapa Shekilango yaelekee moja kwa moja Mbezi na safari zao zianzie kule. Leo ni siku ya pili ambapo jana Agosti 17, 2026 ndiyo ilikuwa siku ya kwanza ya utekelezaji wa agizo hilo. Na leo ni siku ya pili, 7 Media tumefika hapa Shekilango kuzungumza na baadhi ya abiria pamoja na bodaboda ambao wao wanawasafirisha abiria wengi ambao wanatoka mikoani na kushushwa hapa, lakini pia wanawatoa abiria kutoka kila kona ya jiji hili la Dar es Salaam na kuwaleta hapa kwa ajili ya safari zao za sehemu mbalimbali ya nchi hii ya Tanzania. Tumefika hapa, tumezungumza nao kwa ukubwa sana na wao wametueleza juu ya malalamiko yao, lakini pia wameiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwafikiria kwa namna moja ama nyingine mabasi haya yaweze kurudi tena hapa ili yaweze kusaidiana na stendi ya Magufuli. Wameeleza kuwa mabasi haya ambayo yalikuwepo hapa Shekilango yalikuwa yana kazi kubwa sana katika kuwalisha wao kama bodaboda na wafanyabiashara wengine, kwa sababu wao walikuwa wanapata riziki kutokana na abiria ambao walikuwa wanashushwa hapa na wanaingia hapa Shekilango, na wameiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuwasaidia waweze kuirejesha tena stendi hii ya Shekilango, kwa sababu ni moja kati ya stendi ambayo kwa namna moja ama nyingine ilikuwa inawarahisishia wao kama bodaboda kuweza kupata pesa za kila siku. Mimi naitwa Mikidadi, nipo na Yasini Rijei, tuwasikilize bodaboda. Yes, mtazamaji wa 7 Media, leo mapema tumefika hapa Shekilango kuzungumza na bodaboda na abiria ambao wako hapa Shekilango mara baada ya agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila, ambapo alitoa maagizo ndani ya siku 7 mabasi yote ambayo yanafanya kazi hapa Shekilango yaondolewe yaende moja kwa moja stendi ya Magufuli. Tunazungumzia yale mabasi ya mkoani. Sasa leo ni siku ya pili tangu agizo hilo limetolewa, ambapo jana Agosti 17 ndipo agizo hilo lilianza kufanya kazi, na leo siku ya pili agizo hili linaendelea kutekelezwa hapa Shekilango. Tumekuja kuzungumza na ndugu zetu bodaboda, lakini pia tutazungumza na wafanyabiashara pamoja na abiria. Je, kuondolewa kwa mabasi haya hapa Shekilango yamewaathiri nini wao, hasa wafanyabiashara? Kiongozi, habari? Hali yangu salama. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Ndio, kwa majina yako? Jina langu naitwa Saleh Musa Mbega. Ndio, Saleh Musa Mbega. Naitwa Saleh Musa Mbega. Ndugu Saleh, kufuatia agizo la Mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Chalamila mabasi ya kwenda mkoani yaondolewa hapa Shekilango. Kwa sasa leo ni siku ya pili ya utekelezaji wa kauli hiyo ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa sasa hali ya biashara hasa kwenu nyie bodaboda ipo vipi? Sisi hali ya biashara kwa kweli imekuwa mbaya sana. Mara tulikuwa tunategemea mabasi haya ndipo mambo yanaenda, lakini kwa sasa hivi naona hali imekuwa ngumu sana, na isitoshe sisi wengine tuna mikopo ambayo ni ya Mama Samia. Kwa hiyo tupo na hali ngumu kwelikweli, yani kipindi cha kwanza kimeonyesha kuwa kwamba kuna hali ngumu sana, kwa sababu huwa tunategemea mabasi yanatokea Magufuli Mbezi, yanashusha kule, yanakuja kushusha na huku na kwetu. Lakini sasa hivi imekuwa sasa mabasi kwetu yanakuja bila ya abiria. Yani imetokea kuwa na hali ngumu sana, kwa sababu mabasi tunategemea, ndio hichi ni kijiwe chetu, na pia tumesajili kijiwe hivi kwa mujibu wa sheria, tuko kihalali, lakini mpaka sasa hivi tupo na hali ngumu sana. Kwa hiyo niko na wanachama 60, mpaka sasa hivi hatuelewi tunafanyaje swala ya mabasi. Tupo tunasikilizia, lakini kwa sisi kwa kweli hali imekuwa ngumu sana. Tulikuwa tunategemea japo hata mheshimiwa kidogo aliangalia hili swala, kwa sababu riziki uje mafungu 7. Wenzetu wana riziki Mbezi na sisi ingitegemea tuwe tuna riziki huku. Lakini sasa riziki hii tena imeshaondoka, haipo hapa. Imeshaenda Mbezi, na sisi Mbezi hatuwezi kwenda kwa sababu Mbezi kuna utaratibu mwingine kule. Unaona, huwezi kuvamia kwa sababu kila kijiwe kina utaratibu wake. Lakini sasa tupokuwa tuna hali ngumu, kama unavyoona wanachama wangu wamelala, wengine kule, wengine wamelala kutokana nini, kazi hakuna. Imekuwa ngumu sana. Naomba mheshimiwa ili swala liangalie, tunateseka kiuchumi, kwa sababu tutapiga mahesabu. Je, hii mikopo ya Mama Samia tulochukua bajaji, bodaboda tutailipaje? Endapo tunategemea mabasi yaje
ili tuweze kulipa mikopo hiyo, lakini sasa mikopo hiyo tunajua tutailipaje? Mpaka sasa hivi tupo tu hapo tunashanga tuwe cha kufanya. Ndio, kabla mabasi haya hajaondolewa hapa Sheikh Lango, bila shaka hali ya biashara kwa upande wenu bodaboda ilikuwa nzuri kabisa, na natamani kufahamu hali ilikuwaje before kabla ya mabasi kuondolewa hapa, hali ilikuwaje? Hali ya mabasi kuto kuondolewa hapa ilikuwa hapa, hali ilikuwa ni nzuri sana, kwa sababu tulikuwa tunapata wafanya biashara wadogo wadogo, mama ntilie, wapiga debe pia nao walikuwa wanapata kupitia hiyo biashara. Kwa sasa hivyo mabasi yalivyoondoka, kwa sisi tumeasilika sana, pia na kufanya biashara wadogo, mama ntilie wanaopika pia nao wameasilika, na wapiga debe ambao walikuwa wanapigia debe mabasi haya wameasilika kweli. Hali kwa kifupi, hali imekuwa mbaya sana, yani hali imekuwa mbaya, na hali ikiendelea hivi nadhani pia kuna wao wengine watashinda uvumilivu, wanaweza wakafanya mambo mengine ambayo yasiyofaa. Inawezekana watu wakaacha kabisa hii kazi na kufanya mambo mengine. Wengine wanaweza wakaacha kazi hii wakafanya mambo mengine ambayo yasiyofaa kabisa, kwa sababu wengi sana bodaboda wanajikita kwenye masuala ya uendeshaji, usafirishaji. Hiyo ndio inawafanya mpaka wanajikizi mahitaji pamoja na familia zao, lakini mpaka sasa hivi hali imekuwa ngumu, mpaka wanachama wanapasa tutafanyaje sasa? Nikamwambia ngoja tusubiri, je, tumsikize mkuu wa mkoa anaweza akatulegezea maisha yakaendelea. Kwa hiyo bado mpaka sasa hivi. Okay, nashukuru sana. Amen. Neno moja kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa na kumalizia. Sisi tunamwomba mkuu wa mkoa, kama tukiwa bodaboda, mimi ni mwenyekiti wa rafiki wa basi terminal, ili nilikuwa naomba mkuu wa mkoa ili swala liangalie, atuonee huruma, maana sisi tuna mikopo ambayo inatuendesha. Mama Samia ametukopesha hela nyingi sana ambazo tumenunua bajaji na tumenunua bodaboda. Kwa tunaomba mheshimiwa ili atulegezee, ili aturudishie mabasi tuendelee kama kawaida, kwa sababu wenzetu kama Mbezi wanapata tena magari yanaanzia Mbezi anashusha na si anakuja kutumalizia. Kwa naomba mheshimiwa swala hili atulegezee, unaona, aturudishie mabasi ili riziki iendelee kama mara kwanza. Nashukuru sana. Amina. Bana, bado tuko hapa Mbezi, bado tuko hapa Sheikh Lango na tunataka tuzungumze na bodaboda wengine, lakini umemsikiliza mwenyekiti. Yeye ametoa ombi kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila, ikiwezekana kama kuna uwezekano wa kuweza kuyarejesha tena mabasi haya hapa, kwa sababu wao kipato chao kikubwa walikuwa wanakipata kupitia mabasi haya, kwa maana ya kusafirisha mizigo, lakini pia kuwasafirisha abiria ambao wanatoka na wanaingia hapa Sheikh Lango. Tuzungumze pia na bodaboda wengine, wao wanaelezeaje. Ndugu zangu, brother, mambo vipi? Ashwari. Shwari kabisa. Kama kawa. Bana, kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Aniseta Atanazi Boniface. Leo ni siku ya pili tangu agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mabasi ya mikoani yaondolewe hapa Sheikh Lango yaende Mbezi. Kama bodaboda na wafanyabiashara wa hapa, mmeathirika nini kutolewa kwa mabasi haya hapa? Kwa kweli tumeathirika kiasi kikubwa sana, especially kwa sisi wafanyabiashara kama si bodaboda. Kwa upande wetu hali imekuwa ngumu, kwa sababu ukiangalia mabasi yalikuwa kitoka mikoani yakishusha abiria hapa, abiria anashukia hapa, labda anaenda Mbagala, tunampakia kutoka hapa kwenda Mbagala, na sisi ndio ulikuwa ni ugari wetu kama hapo kwa sasa namna hii. Lakini sasa hivi mabasi yalivyoondolewa sasa hivi hapa hakuna chochote tunachokipata, hali imekuwa ngumu sana na imekuwa tete. Kwa sasa kama serikali ibidi kwa namna moja ama nyingine waangalie swala kama hili, upande wa abiria anapotoka mkoani anayeshukia Mbezi ashukie Mbezi, anayeshukia Urafiki ashukie Urafiki, biashara endelee kama kawaida, kwa sababu biashara inakuwa imefunguka kwa tena namna hii. Naona hilo ndiko swala kwa mkasa. Nimezungumza na mwenyekiti pale, anasema sasa hivi watu mmekuwa mnalala tu, kipato kidogo kimepungua. Anachokisema mwenyekiti ni kweli kwamba bodaboda wengi kwa sasa mmekosa kazi na mnaamua kulala, ikiwa leo ni siku ya pili, na ameeleza kwamba inawezekana watu wakakata kabisa tamaa kwa sababu mna mikopo na nini. Hili na ukweli kiasi gani? Hilo ni sahihi. Kwa sababu gani? Mtu analala kwa kukosa kazi. Kama kuna kazi hawezi kulala, kwa maana kuna kazi za kila siku ambazo zinatakiwa vitu viendelee. Kwa mfano, mtu anakopa hela sehemu afanye mambo yake, kwa kadi anapokuwa anajichanga kwenye kazi za namna, kazi kama hizi tunazofanya sisi, ndo analipa mikopo na maisha yake yanaendelea kila siku. Kwa hiyo ukiangalia kama sasa hivi kazi imesimama, hakuna kazi yoyote, kwa hiyo hali inakuwa ngumu sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Kiongozi, habari ya majukumu?
Salama kwema? Kwema kabisa. Kwa majina yako? Godfrey Anthony Kabishi. Godfrey, tangu agizo la mkuu wa mkoa limeanza kutekelezwa kwa mabasi kuondolewa hapa, Mimi haya watu aliongea ndio. Ni hayo hali ni ngumu. Neno moja basi kwa mkuu wa mkoa. Ajitahidi tu kama gari zile zinazoshusha Mbezi abiria ashuke Mbezi, na mwingine atakaendelea na safari ashuke Shekilango hivyo. Ndio. Nashukuru sana. Asante. Mambo poa. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Omari Miraji Ndunguru. Ni mwanachama wa Rafiki Bus Terminal, afisa msafirishaji au kwa jina maarufu sana kwenye jamii linaitwa bodaboda. Tangu agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila litolewe, leo ni siku ya pili ambapo mabasi yaondolewe hapa Shekilango, yaanzie ruti zao kuanzia Mbezi na kuendelea. Kama bodaboda mna yapi ya kusema? Ni kweli ni agizo kutoka serikalini na mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na hisi jana wamelifanya kwa operation husika, ila sisi kama bodaboda, sisi kama machinga tukishirikiana na machinga, maana ukizungumza bodaboda unamzungumzia machinga, ni group ambao lote tuko pamoja na tunaathirika na hizi changamoto, ila Shekilango ilitupa kama ajira na ilikuwa inatusaidia kuzilisha familia zetu kiujumla. Ni kweli hiyo operation imetuathiri sana kwa kiasi kikubwa sana, sababu miongoni mwa watu ambao tunaitegemea Shekilango ni mamalishe ambao wanauza vyakula, ni wamachinga vijana ambao wanatembeza vitu vya simu, ni vijana ambao wanatembeza maji, ni bodaboda, kuna umoja wa taksi, kuna umoja wa bajaji, wote ambao tunategemea familia zetu zilishe kwa kupitia Rafiki Bus Terminal Shekilango. Sasa hiyo operation imekuja kutuathiri, lakini tunaweza kuilalamikia serikali na tuna jukumu la kulalamikia serikali kwa kero. Kama Watanzania tuna jukumu kulalamikia hiyo operation. Tunaweza tukaioji na kuiuliza, je, inafanyika ni nchi nzima au ni Dar es Salaam peke yake? Kwa sababu kama ni Dar es Salaam peke yake, kifupi itatumiza na inatumiza, na watu ambao wahusika kuumia kwenye hili, ukiachana sisi ambao tunahujumu hapa Rafiki Bus Terminal, ni abiria. Ni kweli kutoka hapa Ubungo tuliko na Mbezi ni kilomita 14, na Dar es Salaam ndio mkoa katika nchi ya Tanzania, ndio mkoa ambao unapokea watu si chini ya 2000 kitakwimu. Nadhani watu wenzao usafirishaji wanaelewa hiyo. Kwa muda gani? Kwa siku watu 2000, zaidi ya 2000. Okay. Na nahisi ni kima kidogo nikizungumza 2000 kwa kupitia usafirishaji wa ardhini pamoja na wa majini. Yaani tunazungumza kuhusu ndege, tunazungumza kuhusu meli, tunazungumza kuhusu mabasi. Tunapokea watu wengi sana, wageni, hata ndugu zetu wenyewe. Maisha sasa hivi yamebadilika sana na yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Fursa zimekuwa ni nje sana. Tunamuona rais wetu Mama Samia akiwa na jinadi anaenda nchi kutafuta fursa, na ni kweli hao wageni wanakuja. Yaani ni kweli katika nchi ambayo ya Tanzania sasa hivi hii awamu ya 6 serikali ya CCM, wageni wengi sana wanakuja na imepanua wigo mkubwa sana wa kifursa kibiashara. Kwa hiyo unakuta mgeni anashuka Shekilango, gari inaingia Mbezi, inashusha abiria. Baada ya kushusha abiria, gari inakuja ofisini, anashuka ofisini, anaenda Kariakoo, anafungasha mzigo, anafunga, anaondoka jioni. Kwa hiyo unakuta hata ule muda wa kukaa kutulia hotelini, kesho anapeleka mzigo, aidha mzigo anaopeleka labda ni Tunduma, Mbeya, anapeleka mzigo labda boda, kesho tena anageuza. Ni maisha ambayo mzunguko unakuwa ni mkubwa, na akishuka hapa mimi bodaboda nampakia nampeleka town. Na akifika nako town atachukua labda usafiri, afungashe mizigo yake ailete Shekilango. Atafunga Shekilango, ataondoka, aidha mizigo utaondoka na basi au na usafiri mwingine. Kwa hiyo mzunguko unakuwa ni mkubwa. Hata pesa kigeni, kwa sababu wao wanakuja wengi wao ni wageni. 90% wanaokuja kwenye hizo maofisi ni wageni, tunapokea za kigeni, na ndio maana katika nchi ambayo Tanzania ambao mzunguko wa hela kubwa sana kigeni ni Dar es Salaam. Ni mkoa ambao unafanya biashara wengi. Mkuu wa mkoa pia watu wanaeleza kwamba huenda mkuu wa mkoa amefanya maamuzi haya ya kuyaondosha mabasi hapa kuyapeleka Shekilango, Mbezi, ni kwa sababu kwa namna moja ama nyingine labda yalikuwa yanaleta foleni. Kama msafirishaji wa muda mrefu hapa, umeliona pia hilo? Kusema yanaleta foleni bwana, hapana. Mimi nipo Dar es Salaam si chini ya miaka 6. Sawa? Tukisema mabasi yanaleta foleni sio kweli na nitakataa. Kwa sababu mimi mwenyewe ni bodaboda na mimi mwenyewe niko nje ya muda. Nadhani tunajuana bodaboda tuko nje ya muda. Ukituambia basi inaleta foleni sio kweli. Yaani sio kweli, kwa sababu hata malori yenyewe nadhani yanayoenda kupakia
yana siku nakuta labda Jumanne na Jumatano ni siku ambazo zinaruhusiwa kwenda kupakia. Siku nyingine huwezi kuzikuta lori Morogoro Road. Na hata mabasi hayaji kwa kuongozana. Kuna mabasi yanapita Bagamoyo, kuna mabasi yanapita Chalinze, na mabasi yote yanaingia kwa timetable, zinapishana lisaa na nusu saa. Ukituambia kama kuna foleni njia ya Chalinze huko sawa, lakini katikati ya mji kuwe na foleni kwa ajili ya mabasi, hapana. Na nitakataa, na raia yote naweza kuzungumza hilo kwamba ni kweli kwamba mabasi yanaweza kusababisha foleni, hapana. Zipo sababu nyingine, na kama ni foleni tunategemea serikali yetu iwekeze kuhusu kwenye miundombinu. Tunategemea nchi hii iwekeze kwa kiasi kikubwa sana kwenye miundombinu. Hatuzungumzii mabasi, hata malori mengi sana ya kigeni, si chini ya nchi 10 majirani zetu East Africa wanategemea kulishwa kwa kupitia Tanzania. Bandari ya Tanzania ambao ni Mzizi Mandela Road wanategemea kwa kiasi kikubwa sana. Tukizungumza foleni tunazungumza Mandela Road, ambao kwenye njia ya basi tunazungumzia Morogoro Road. Kwa hiyo ukituambia Morogoro Road na foleni, hapana, tutakataa kwenye hilo. Nashukuru sana. Asante sana. Bana, bado tuko hapa Shekilango, lakini pia tunazungumza na dereva mwingine hapa, msafirishaji wa bodaboda. Bila shaka naye pia atatupa mawili matatu kuhusiana na agizo la mkuu wa mkoa. Kiongozi, habari yako? Salama, poleni na majukumu. Kupitia agizo la mkuu wa mkoa kama ifuatavyo, nafikiri hali halisi inaonekana kwamba amri ilitoka, agizo lilitoka na kweli limesimamiwa na mamlaka husika, na mpaka hivi sasa kama unavyoona hakuna basi lolote. Lakini yote ya yote, kama inavyofahamika Watanzania maisha yetu yalivyo, wengi wao mpaka watoke ndipo wapate chochote kitu waweze kula. Kwa hiyo kuondoka kwa mabasi kuelekea Mbezi imeleta mkanganyiko mkubwa, hasa kwa wananchi wadogo wenye kujitafutia, hususani abiria wenyewe, wajasiriamali, madereva wa bodaboda, bajaji na wengine wengi. Kwa kweli tumeweza kupata mkanganyiko mkubwa, tumeweza kupata pigo kubwa, kwa maana hakuna kipato kinachoingia, hakuna chochote. Tumebaki tunakaa tu, tunaangalia, hatuelewi cha kufanya. Kiukweli watuangalie kwa jicho la pili, hasa sisi wananchi wa hali ya chini, kwa maana maisha yetu kama wanavyoyaona, mpaka tutoke ndipo tuweze kupata 200 300 tujikizi na familia zetu. Kabla ya mabasi haya kuondolewa hapa kupelekwa Mbezi, bila shaka kwa siku kuna ruti kadhaa mpaka kufika saa 6 mchana unakuwa umeshapiga, lakini leo imekuwa ni tofauti, labda haujaenda zile ruti ambazo wewe ulikuwa unaenda. Unaweza kutuambia hivyo kwamba ni ruti ngapi ambazo ulikuwa unafanya kwa siku kwa muda wa saa 1 asubuhi mpaka saa 6 mchana kipindi mabasi hayajaondolewa hapa, na kwa sasa mpaka leo hii mpaka muda huu umeshazunguka ruti ngapi mpaka sasa? Ni kweli katika upande wa ruti kama ifuatavyo, kiuhalisia yani tangu asubuhi mpaka sasa hivi unavyoona nimepakia abiria huyu mmoja wa 2500 kuanzia kumekucha saa 12 mpaka saa hizi. Hebu niambie, nyumba ya kupanga na familia, pikipiki ya mkataba, tuko na vikundi, tuna mikopo, tuna mambo mengi, au sio bwana? Kuna madereva wa teksi, kuna madereva wa bajaji, kuna bodaboda. Maisha yetu tunaishi kwa masuala ya vikundi, kwa masuala ya mikopo. Leo hii kama hivi stendi imeondoka, mabasi yameondoka, yameenda Mbezi, hakuna kinachoingia wala kinachotoka. Tumekaa tunatazamana, je, maisha yatakwenda namna hii? Hapo LATRA wako mabarabarani wanafanya kazi zao, wanatukamata, wanataka kodi, tunalipa na nini? Mambo ni mengi kadha wa kadha. Kwa hiyo ifike mahali kama serikali, kama wizara husika ituangalie kwa jicho la pili kama wananchi wao, kwa maana maisha yetu wanayajua A to Z. Na istoshe kule Mbezi wanakosema ni sawa kwa ajili ya mapato, wako sahihi na waunga mkono kama serikali, lakini pia lazima waangalie kuna watu mbalimbali wanatoka mikoani, wengine wageni wanakuja na wagonjwa. Bwana, wanaposhuka pale Mbezi wengine wanashuka saa 8 za usiku kama ifuatavyo. Sasa hivi mabasi masaa 24, wageni wanashuka saa 8 za usiku, saa 9 za usiku. Stendi kuu na stendi ya daladala kwa jiografia iliyopo Mbezi iko mbali. Kwa hiyo hata huyo mgeni anayetoka stendi kwenda kwenye daladala, na huyo mwenye daladala mwenyewe conductor anamwangalia huyo mgeni kashuka na mgonjwa na watoto na nini, wanakuja kutibiwa. Conductor anamwangalia mgonjwa, anawaangalia au abiria, anaona kwamba siwezi kuwabeba, gari ishajaa. Kama mnavyojua usiku usafiri wa daladala ulivyo hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo changamoto juu ya changamoto. Kwa hiyo hata hii stendi ilivyokuwepo ikiendelea hapa ilikuwa inawasaidia watu wengi sana, hususan wageni na hata wenyeji, kwa sababu mtu akishashuka hapa kwenda Kariakoni karibu, kwenda Muhimbili karibu, kwenda Gongo la Mboto karibu, kwenda Mbagala karibu.
kidogo kunakuwa na auheni, lakini akishukia kule Mbezi kwa kufuata hii barabara ya Morogoro Road, foleni inakuwa kubwa. Kuna wengine wanaumwa, kuna wengine wanatoka makazini, wanatoka wategemea usafiri huo wa daladala. Kwa hiyo changamoto inakuwa zidi ya changamoto. Kwa hiyo ifike mahali kama serikali tunaoiamini na tunaoipenda, ifike mahali tuangalie wananchi wake kwa jicho la pili, kwa maendeleo yetu na ya kwao pia. Tunawaomba kama serikali, hatuwezi kuwaforce kwa maana sisi tuko chini yao. Kwa hiyo lazima tuwaombe, ifike mahali watuangalie kwa jicho la pili. Tofauti na hapo tutakuwa tumeangamia. Nashukuru sana. Hili janga sio la sisi tu bodaboda, ni la wengi limewakuta. Kuna wajasiriamali, kuna mama ntilia hapa, kuna wafanya biashara wadogo wadogo wauza juisi, matunda, wote wanategemea mzunguko uliopo. Kuna wenye mahoteli wanalipa makodi. Sasa je, wanaendeshaje? Hususan kama kila kitu kielekee Mbezi. Mbezi ni stendi kubwa, sawa tufananishe na hospitali ya rufaa Muhimbili. Kuna hospitali ndogo ndogo, kwa hiyo Mbezi isaidiane na hizi stendi ndogo ndogo. Bwana, kama ni mapato wakae chini na wamiliki wa mabasi wapange mikakati yao, kama ni kulipa walipie ili iendelee kwa ajili ya wote. Ni hilo tu nilikuwa naomba kama serikali itusaidie. Nashukuru sana. Nashukuru pia. Bila shaka ujumbe wako utafika. Nashukuru pia na mimi. Na serikali yetu ni sikivu, basi itasikia pia hivi video. Ni kweli. Naomba sana tena sana wizara husika na watumishi wake pamoja na bibi mkubwa Mama Kizimkazi. Tunamtegemea sana kwenye hii serikali. Tunamuomba kwa jicho la pili kama mama atuangalie sisi vijana wake. Tupo kwenye vikundi, tumechukua mikopo, tumechukua mikataba, tunaiendeshaje? Watuangalie, watusaidie. Hii stendi inasaidia watu wengi sana, sio wenye mabasi tu, hata wajasiriamali wa chini wanategemea hii stendi. Leo hii tu ghafla mabasi yarudi Mbezi, tunaishije? Wote tukielekea Mbezi pale kuna nini kitakachotokea zaidi ya vurumai, mkanganyiko. Kwa hiyo tunaomba tusaidie. Tunaomba sana kama serikali. Umeeleza kwamba watu wote mkielekea Mbezi kunaweza ikaleta hata vurugu, wizi ukaongezeka na nini? Kiuhalisia hilo ni rahisi kutokea, kwa sababu japokuwa serikali ipo na serikali yetu ni makini sana, inaimarisha ulinzi kila kona, lakini yote ya yote pamoja kwamba inaimarisha ulinzi kwa kila kona, bado ile riziki yenyewe katika kuipata itakuwa katika kunyang'anyana, tofauti na vile kama hivi ilivyokuwepo. Mbezi wanapata riziki na sisi tunapata riziki, Temeke wanapata riziki na baadhi ya stendi zingine ndogo ndogo. Kwa hiyo ifike mahali watuangalie, kwa sababu hapa napo kuna wananchi kama walioko Mbezi, japokuwa wao wanasimamia hasa mapato. Ni kweli wakae chini na wamiliki wa mabasi wazungumze, wayajenge ili kutengeneza njia iliyonyooka kwa ajili ya kupata mapato serikalini, na sisi pia tuweze kupata kwa 200-300 ili tuweze kukizi maisha yetu. Ukunikumbusha jina lako, malizia kwa kunikumbusha jina lako. Ni kweli, kwa jina naitwa Fadhili Mbuta, ni mkazi wa Ubungo. Naomba sana serikali itusaidie kwa hilo kwa ujumla, kwa maana tumeshakuwa wahanga tangu asubuhi mpaka dakika hii. 2500 abiria mmoja nimepakia. Huo mkataba na ulipaje 1012 kwa kila siku natakiwa nitume, na familia, nyumba za kupanga, kuna hela ya mlinzi, kuna sijui umeme, mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo lazima uwe na rotation ya mzunguko wa pesa ili uweze kuipata income. Sasa je, income unaipataje ikiwa tayari hali ishakuwa sio hali? Mabasi yote yaende Mbezi, hakuna anayetoka wala anayeingia, hakuna anayempakia mtu yeyote hapa. Kwa hiyo ina maana tayari tumeshaguswa na hili, tayari tumeshaangamia. Kwa hiyo tunawaomba kama serikali sikivu ya Mama Kizimkazi, tunaomba watusaidie. Tunaiamini sana hii serikali na ndio maana tunawaomba watusaidie katika hilo. Ni maneno hayo ya bodaboda kutokea hapa Shekilango. Wameeleza kwa urefu zaidi kuhusiana na mabasi kuondolewa hapa Shekilango na kuhamishiwa Mbezi, ikiwa ni moja kati ya agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, ambapo alieleza kuwa alitoa siku 7 mabasi haya yote ambayo yanasafirisha abiria kutokea hapa Shekilango kuelekea sehemu mbalimbali za Tanzania yaondolewe hapa na safari zao zianze rasmi pale Mbezi. Na leo ni siku ya pili na maagizo hayo yametekelezwa kwa 99%, kwa sababu tumefika hapa hakuna mabasi yote ambayo tumebahatika kuyakuta hapa, lakini tumezungumza na ndugu zetu bodaboda, wasafirishaji maarufu sana wa hapa Shekilango. Wao wameeleza kwa hisia sana, kwa sasa abiria wamepungua, hakuna anayeingia Shekilango, hakuna anayetoka Shekilango, na ombi lao ni kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kuweza kusikiliza vilio vyao. Sina cha kuongeza zaidi ya kile ambacho wao wamekisema. Mimi naitwa Mikidadi na hapa ni 7 Media.